muqawimatu shakhsiyati almudarris alqurani alkarim, vigezo, sifa za mwalimu wa Qurani tukufu. Li shakhsiyati almudarrisi ad-dawru ar-ra'isi fi najahi alhalqati wa tahqiquha li ahdafiha alilmiyya wat-tarbawiyya. Mwalimu, shakhsia yake, personality ya mwalimu, muonekano wa mwalimu wa Qur'ani na namna mwalimu mwenyewe alivyojiweka, basi ile peke yake mwalimu ana mchango mkubwa sana katika kufikiwa malengo ya vituo vya kusomesha Qur'ani na malezi. Hivyo basi katika ibara hii tunajifunza kumbe mwalimu wa Qur'ani ana majukumu aina mbili. Yoyote atayekuwa mwalimu wa Qur'ani basi ana majukumu raisi, majukumu mama yapo katika maeneo mawili. Eneo la kwanza ni kuhakikisha yule mtoto kitaaluma anakuwa na taaluma iliyo sahihi, kwa maana ya kwamba anaijua Qur'ani, anaihifadhi Qur'ani, anaielewa Qur'ani, anauelewa Uislamu wake katika sura iliyo sawasawa. Hili ni jukumu la kwanza la mwalimu wa Qur'ani. Lakini pia kuna malengo ya kimalezi. Haya nayo yanatakiwa yafikiwe na mwalimu wa Qur'ani pindi anapokuwa na vijana wake ndani ya darasa. Kwa hiyo mwalimu anatakiwa alenge kumkuza mtoto kitaaluma, lakini pia anatakiwa alenge kumkuza mtoto kimaadili, kimalezi, kitabia. Hili ukilikuta katika Qur'an, basi utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuelezea mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kusema huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakihim. Halafu Mwenyezi Mungu aliposema wa yuzakihim, anatuelekeza majukumu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alisema wa yuzakihim. Hii ni tazkia, na tazkia ndiyo tarbia. Kwa maana hiyo mwalimu yoyote anayesomesha Qur'an lazima ajue kwamba yeye ni mlezi, yeye ni mlezi. Halafu ndio aya ikaja ikasema wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, anawafundisha Qur'ani na sunna. Ukitazama aya namna ilivyotangulia kumueleza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, inamueleza mtume sallallahu alayhi wasallam, limeanza aya wa yuzakihim, halafu ndio wa yuallimuhum, kuonesha kumbe kulea kuna nafasi kubwa zaidi kuliko kufanyaje, kusomesha. Kwa hiyo kwanza ni kulea, uhakikishe akhlaq, uhakikishe tabia za wale unaowasomesha, unawasaidia tabia zao zinakuwa katika sura iliyo sawasawa inayokubalika.